Lugha ya biashara na kuhamasishana ni nzuri na tamu sana, lakini biashara nzuri na yenye faida ni ile ambayo itakunufaisha kwa muda mrefu sana bila wewe kurudisha kikubwa zaidi kuimarisha biashara yako hiyo hapo. Hii hapa ni biashara na itakulipa vipi? Ni kwa maana ya kwamba hii ni ramani yenye jumla ya vyumba viwili vya kulala. Ndiyo, vyumba viwili vya kulala na kuna choo kimoja cha public. Inakuwaje vyumba viwili vya kulala? Hii ina pande mbili muhimu na kila upande una chumba kimoja na jiko. Chumba kimoja na jiko, chumba kimoja na jiko, ina maana wote watashare choo kimoja cha public. Na hapa jumla ya tofali ni 1200 ndizo ambazo zimetumika kwenye ujenzi wa hili jengo, likiwa na mabati hapo ni 45 za futi 10 na mbao za kenchi ni 80, ikiwa na upana wa mita 11.3 na urefu ni mita 5.9. Jengo ni zuri na plani ni nzuri. Hii ndio biashara ambayo itakupa faida muda mrefu sana na bila kurudisha ritani kubwa. Kumbuka biashara nyingi ambazo unakuwa unazifanya zinahitaji wewe baada ya kupata faida, basi sehemu ya faida yako pia uweze kuirudisha kwenye biashara hiyo. Na hii nimekuwa nikizungumza sana kwenye ramani ambazo huwa ninazitoa. Ramani za namna hii ni ramani ambazo kama utazifanya kuwa za biashara, basi hazitakuhitaji ufanye maboresho ambayo yatakuwa yakikaribiana. Inamaanisha kwamba maboresho yatakuwa yakipeana muda mfupi mfupi, aidha baada ya miezi kadhaa, aidha baada ya miaka miwili, baada ya mwaka mmoja. Lakini ramani ambazo zinahitaji maboresho ya mara kwa mara ni zile ambazo aidha hidden roof, kwa maana zile bati za ndani, hizi zinahitaji maboresho ya mara kwa mara. Lakini hizi ambazo bati lake ni la nje huwa hazihitaji maboresho ya mara kwa mara, na ndio maana tunazitem au tunazizungumzia kama biashara zenye faida nzuri na kubwa ya muda mrefu zaidi, hasa kwenye majengo. Kama una mpango wa kujenga jengo la kupangisha, basi ni vyema ukajenga jengo lenye mfumo au mtindo wa bati la kuonekana kama ambavyo inaonekana hapa. Inaweza kawa design tofauti, lakini bati likiwa hivi itakufanya wewe utulie muda mrefu sana bila kufanya maboresho ya mara kwa mara. Lakini pia ukikimbilia hidden roof, ikiwa unajua budget yako ya ujenzi haisimama vizuri, lazima itakuja kukupa stress na mawazo sana, kwa sababu hizo ni nyumba ambazo zinahitaji maboresho ya mara kwa mara ili kuweza kuulinda au kuweza kukaa kwenye ubora wake na watu waweze kuona kuna haja wao kuweza kuishi hapo. Na uzuri wa jengo hili hapa, unaweza kujenga kote, unaweza kujenga mjini, unaweza kujenga kijijini. Lakini pia ni fashion ambayo imekuja sasa, inaweza ikawa ni tofauti zaidi na vile ambavyo majengo umeyakuta pale, kwa maana ya kwamba kukuta apartment katika unit kuna jiko ndani ya chumba kimoja ni chache sana. Hivyo hii itakuongezea thamani na watu wengi sana wataona ni nzuri zaidi wao kuweza kuishi kwenye jengo lako bila hata kuangalia umetumia gharama kiasi gani kuandaa. Wewe unaweza kaandaa ukajenga kajengo wako kwa gharama ndogo na ukapiga pesa nyingi sana kuliko hata yule aliyotumia gharama nyingi kutengeneza hidden roof ambayo iko na mpangilio wa kizamani. Na hii ndio faida ya kujenga kwa ramani. Unapojenga kwa ramani, na maana unajua ni nini ambacho unaenda kukitengeneza na nini utakachoenda kukiweka hapo, itakuwa story gani, na of course watu watazungumzia vipi ujenzi wako. Hicho ndicho ambacho tunakizungumzia kila siku. Kwa hiyo tunakushauri hata wewe kama unataka kujenga, basi tafuta ramani. Usijenge bila ramani, utapata hasara sana, kwa sababu ujenzi ni uwekezaji wa pesa ambao hairudi papo kwa papo. Hata kama nyumba hiyo unayojenga ni ya biashara, unaweza kujenga nyumba ya biashara ukatumia milioni 150, lakini nyumba hiyo katika kila mwezi ikakuingizia 200,000. Ndiyo, ikakuingizia 200,000. Sema kwa sababu ni ujenzi. Ujenzi huwa unaleta faida ya muda mrefu sana. Utategemea kulipe baadaye, pengine hutakuwa na garantia wewe aidha kuwepo au kutokuwepo katika dunia hii hapa, kwa sababu hata maisha yenyewe haya ni ya mpito tu. Sasa kama ni hivyo, ni vyema ukaangalia uwezekano wa wewe kuwa na uhakika wa kila kitu unachokifanya katika ujenzi wako. Karibuni sana.